wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia haya, wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake, akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya, akawa akifundisha siku ya Sabato. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akisema, acha, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza na kujua u nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, mtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka, asimdhuru neno. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana waamuru pepo wachafu kwa uweza na nguvu na hutoka. Habari zake zikaenea kila mahali katika Injili. Akatoka katika sinagogi, akaingia katika nyumba ya Simoni, naye mkwewe Simoni mamaye mkewe alikuwa ameshikwa na homa kali. Wakamwomba kwa ajili yake. Akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, ikamwacha mara hiyo, akaondoka akawatumikia. Na jua lilipokuwa likichwa, wote walikuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake. Akaweka mikono yake juu ya kila mmoja, akawaponya. Pepo nao walitoka, watu wengi wakipiga kelele na kusema, wewe mwana wa Mungu. Akawakemea siwache kunena, kwa sababu alimjua kuwa ndiye Kristo. Hata kulipokucha, alitoka kaenda mahali pasipokuwa na watu. Makutano wakawa wakimtafuta. Wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, kwa ajili yetu Yesu amekuja duniani. Nataka nisikie sauti. Mwambie jirani yako, kwa ajili yetu Yesu ametuma duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema jioni leo tunazinena habari za Yesu Kristo, habari za uhakika, habari zenye uwezo, habari ambazo hazipatikani popote. Ni habari ambazo za uhakika kwa sababu mwenyewe yupo akitenda kazi. Nimesema kwamba Yesu Kristo amekuja duniani kwa ajili yetu sote wanadamu. Kitabu cha Isaya nabii, katika miaka hiyo ya kipindi kabla Yesu hajaja hapa duniani, katika Isaya sura ya 7, Mungu anasema kwa kinywa cha Ahazi, anamwambia Ahazi, jitakie ishara. Ahazi akaanza kusema, bikira atapata mimba. Huyo bikira atapata mimba, akazaa mtoto. Huyo mtoto jina lake ataitwa Immanueli. Kupitia vinywa vya nabii, Mungu alikuwa anatabiri kwa habari ya ujio wa Yesu Kristo kwa ajili ya kuja duniani kuweza kuleta kila ambacho mwanadamu tulikipoteza katika bustani ya Eden baada ya baba yetu kutenda dhambi. Tukawa sote tumekuwa watumwa wa Shetani, tukawa tunatumikishwa na Shetani, tunakaliwa na mapepo, tunateswa usiku kucha, tulikuwa hatuna raha. Lakini Mungu ashukuriwe kwamba alikuwa ameandaa mpango mzuri sana wa kuweza kurejesha kila ambacho alikusudia tangu mwanzo kwa ajili ya kuweza kukaa na mwanadamu katika maisha ya furaha. Isaya nabii anaona mambo ambayo yanaenda kutokea. Anamuona bikira anapata mimba. Bikira anasema maneno hayo. Hakuishia hapo, pia akasema pia Isaya akasema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Haleluya! Isaya anaendelea kutabiri kwa habari ya kuja kwa Yesu duniani kuweza kuleta majibu yaliyopotea kwenye bustani ya Eden. Maana mwanadamu wa kwanza, Bwana Adam, alituuza sisi kwa Shetani baada ya
hatukukubaliana kutenda dhambi. Sote tukajikuta tumekuwa watumwa wa dhambi, tunatembea katika shida. Shetani akaiatamia dunia, akamkalia mwanadamu vibaya, akaanza kumtesa mwanadamu, akawa hana raha. Mauaji akaanza. Tunaona mwanadamu wa kwanza Kaini anamuua kakake, anamuua Habili, ana mdogo wake Habili. Mauaji alianza kwa sababu uovu ulikuwa umeingia duniani. Shetani sasa alikuwa ameikamata dunia, lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba Mungu alikuwa na mpango tangu mwanzo ya kwamba ni lazima maskani yake yawe pamoja na mwanadamu milele. Akaweka mpango vizuri. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu, alipoupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Ndio tunaona Mathayo anaandika, anasema kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Anasema kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hivi, alipotabiri nabii vinaanza kutimia. Anasema Bikira Mariamu alionekana ana mimba, na mimba yake ilikuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Malaika akamwambia Mariamu, utachukua mimba. Mariamu akawa anashangaa, itakuwaje, simjui mume bado? Hapana, usiwaze hivyo. Kwa nini? Roho Mtakatifu atakuja juu yako, utapata mimba. Tunaona Yesu Kristo anazaliwa. Yusufu alipokuwa amemposa Mariamu alipoonekana mjamzito, Yusufu alikusudia kutoka ndani ile muache kwa siri, hakutaka kumwaibisha. Ile alipokuwa nawaza, malaika wa Mungu akamtokea katika ndoto, akamwambia Yusufu, usimwache mkeo Mariamu, usimwache. Kwa nini? Kwa sababu mimba alionayo iko uwezo wa Roho Mtakatifu, na hicho ambacho kitazaliwa mtamwita mtoto huyo, mtamwita jina lake Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye atakaokoa wanadamu na dhambi zao. Hiyo neno limekuwa ili litimie neno alilonena nabii Isaya. Malaika ananukuu vile ambavyo Isaya alikuwa anatabiri katika Isaya sura ya 7. Malaika anamwambia Yusufu kwa habari ya kile ambacho kinazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ashukuru Mungu, ikatokea Yesu akazaliwa, maisha yakaanza hapa duniani. Wakati mmoja ameenda sasa, alikuta Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza katika mto Yordani. Yesu akaenda pale, Yohana akawa anabatiza, anawaambia watu, ndugu zangu sikilizeni, mimi nawabatiza kwa maji, lakini yote mwingine ambaye yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye ni mkuu kuliko mimi natengenezwa njia kwa ajili yake. Yohana anaendelea kubatiza, mara anashangaa Yesu katikati ya makutano. Yesu anasogea, akamfikia Yohana, akamwambia Yohana, nibatize. Yohana akamwambia, hapana Bwana wangu, inakuwaje nikubatize mimi? Nami nataka nibatize na wewe. Yesu akamwambia, sikiliza, unapaswa kubali ili haki yote itendeke, ili ikamilike kama ilivyoandikwa. Yohana akakubali, Yesu Kristo akabatizwa. Alipobatiza, Biblia inasema alipopanda kutoka majini, Roho Mtakatifu kama ua akashuka juu yake. Alafu sauti ikasikika, huyo ni mwanangu mpendwa, msikizeni huyo. Haleluya! Biblia inasema kwamba Yesu akatoka kwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaongoza kwenda nyikani, akajaribiwa siku 40 na Shetani, lakini Shetani hakuweza lolote. Biblia inasema Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu, habari zake zikaenea. Akaenda mahali alikolelewa Nazareth, akaingia ndani ya sinagogi. Alipoingia ndani ya sinagogi, akamwambia mtu, akaagiza chuo cha nabii Isaya, "Nileteni hicho chuo." Akasimama akaanza kusema maneno haya, "Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenipaka mafuta ili wahubiri maskini habari njema, niwatangazie mateka huru wao, niutangaze mwaka wa Bwana." Alimaliza kusoma, akarudisha kile chuo kile cha nabii Isaya. Alafu akasema, maneno haya leo yametimia. Watu wakasema, huyu si ni mwana, si ni mtoto wa Yusufu? Inakuwaje anasema kwamba yametimia haya? Hawakujua mpango wa Mungu ndio ulikuwa unatimia hivyo. Wakaenda pale, Yesu akauliza mithali, akazungumza nao, lakini hawakutaka kumsikiliza. Wakamuondosha kwenda kwenye kilima hivi.
ili wamtupe huko, lakini Yesu akatoka katikati yao akaenda Kapernaum. Alipofika pale, napo akaingia kama kawaida siku ya Sabato, akaingia ndani ya sinagogi akaanza kufundisha. Watu wa Kapernaum wakawa wanashangaa, walizoea wanaenda ibadani, lakini ile siku ibada siku ile ilikuwa ni ya pekee sana. Hawajawahi kuona mkuu wao au katika sinagogi anazungumza kama Yesu alivyokuwa anazungumza, kwa sababu maneno yake yalikuwa yamejaa uweza. Kapernaum watu wakawa wanashangaa, huyu ni mtu wa namna gani huyu? Anazungumza maneno ya kutisha yenye nguvu. Ghafla ndani ya sinagogi kulikuwa na mtu alikuwa na pepo. Wakashangaa, pepo linaanza kulipuka, linalia, nasema oh, tuna nini nawe? Tuna nini nawe? Tuna nini nawe? Tunakujua wewe ni mtakatifu wa Mungu, tunakujua. Tuna nini nawe? Yesu Kristo akalikemea pepo, akalemea pepo, nyamaza kimya, mtoke mtu yule. Likatoka wakati ule ule. Watu wakashangaa, wakasema huyu mtu sio wa kawaida, kwa neno lake hata pepo wanatii. Wakajaa na ushangao. Waliposikia, watu wakapeleka waliokuwa na wagonjwa. Kwa tukio lile wakapeleka wagonjwa, Yesu akawekea mikono, wakaponya magonjwa yao. Ikawa ni habari njema. Walizoea kukaa wanateseka, wanalala, mapepo yanawatesa, lakini siku ile Yesu alipoingia pale Kapernaum, mambo yalibadilika. Haleluya! Mambo yalibadilika, yakawa ya tofauti. Watu wakaanza kufunguliwa. Nataka nikueleze mtu wa Dodoma, huyu Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Baada ya kuona watu wanateseka katika dhambi, wanalemewa na mizigo, shetani anawapuruza, anawanyanyasa na magonjwa, anawanyanyasa, wanakosa usingizi, wanakosa raha katika maisha yao. Mungu ikabidi sasa amtoe mwana wa pekee. Yesu akauvaa mwili, akaanza safari yake ya kuleta ukombozi, ya kuweza kushughulikia kazi za shetani. Akaanza Kapernaum pale, habari zake zikaenea. Huyo Yesu mhubiri ambaye aliponya watu, aliponya viwete, waliopoza. Hata jioni leo ndio tunayemhubiri katika viwanja hivi, ya kwamba yeye yupo kwa ajili ya kwa mwanamke, ya kwamba yupo, amekuja duniani kwa ajili ya ulimwengu mzima ili atangazie mateka uhuru wao. Yesu amekuja kutangaza uhuru kwa watu walioteswa, wanaonewa na mizimu, wanaonewa na mapepo, wanaonewa na nguvu za giza. Amekuja Yesu kusema ya kwamba nisikilizeni wanadamu, mmeteseka vya kutosha, nimekuja kuleta msaada. Ukimwamini Yesu, mizimu itaondoka ndani yako. Ukimwamini Yesu, mapepo yataondoka, maana Yesu Kristo yote yanawezekana kwake, wala hakuna pepo ambalo linaweza likasimama mbele za Yesu. Yeye ni moto ulao, popote anapoingia. Kama kuna pepo lazima lilipuke, maana ndiye aliyetumwa ili apate kuzifunja kazi za shetani. Hata jioni leo katika viwanja hivi hapa, Yesu Kristo yupo mahali hapa ili ashughulike na tatizo lako, ili amuondoshe shetani katika maisha yako. Yuko mahali hapa, amejaa uweza. Jina lake lapita majina yote, jina lake latenda maajabu. Alipewa jina moja ama lina herufi 4, akapewa jina Yesu, ili jina hilo wanadamu wapate kuokolewa kwalo, ili kila atakayeita jina hilo, kama kuna pepo ndani, apate kuokolewa, apate kufunguliwa. Tumepewa jina wanadamu. Amekuja Yesu Kristo kwa ajili yetu sote. Oh, haleluya! Nasikia vizuri kumhubiri anayeweza. Kuna wengine wana miungu walioshindwa, ambao hawezi kufanya chochote, lakini Yesu anaweza usiku, anaweza mchana, anaweza popote. Hata kama ukiwa chooni, ukimwita anaitika. Haleluya! Hata kama ungekuwa shimoni, ukimwita Yesu yupo karibu. Tunamhubiri anayeweza, si aliyeshindwa, ambaye hata mauti limwogopa.
aliwaambia Wayahudi, sikilizeni, msikilizeni, hii hekalu mnaoliona hili hapa naweza kulivunja na nikalijenga ndani ya siku 3. Sema hapana. Alikuwa nafikiri kwamba anazungumza kwa habari ya hekalu jengo kwa mikono na kumbe alikuwa anazungumzia mwili wake mwenyewe. Akaambia, sikia, nitakufa mimi lakini siku ya 3 ninafufuka. Watu wakawa wanashangaa, wewe ni nani? Wewe si mtoto wa Yusufu? Wewe ni nani wewe? Unajiita mfalme? Lakini nashukuru Mungu, huyu Yesu amekuja duniani hapa. Tulikuwa tuna shida wanadamu, tulikuwa tunanyanyaswa. Shetani alitufanya kama vile sisi ndio mahali pa kupumzikia. Mapepo yalikuwa yananyanyasa watu. Ilikuwa ni shida. Haikuanza kwetu, hata kwa Wayahudi kule watu walikuwa wanateseka na nguvu za giza. Walikuwa waliopoza. Walikuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa anateseka, anatoka damu muda wa miaka 12. Biblia inaeleza kwamba alitumia mali zake kwenda kwa kutafuta waganga ili angalau apate msaada kuponya ugonjwa wake, lakini hakupata dawa ya kutibu ugonjwa wake. Lakini nashukuru Mungu, yule mwanamke akasikia Yesu yuko mahali, Yesu yupo mahali. Yule mwanamke alisikia habari za Yesu, ya kwamba kwake yeye viwete wanatembea, waliopoza wanapona. Yule mwanamke aliposikia akasema, mimi sitaka niweke mikono, mimi nataka tu niguse pindo la vazi lake. Biblia inasema kwamba akajipenyeza yule mwanamke, akapita kwa watu, akagusa pindo la vazi la Yesu. Akashangaa, msiba wake wa miaka 12 ukapona kwa sekunde chache, mambo yake yakabadilika. Huyo ndio Yesu ambaye tunamhubiri ndani ya siku 8, aliyetenda kwa yule mwanamke, aliyefufua wafu, aliyeponya viwete. Ndio tunamhubiri, ndio yuko mahali hapa. Ametuambia, tumishi wangu, mkanene, nipo mimi, nipo, nitatimiza, nitaponya, nitaokoa, mimi ni mponyaji. Anasema katika Zaburi, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Huyo ndio Yesu mhubiri. Hababaishi na ugonjwa, hababaishi na ukimwi, hababaishi na lolote. Ukimpelekea swali moja na kuuliza, wataka kuwa mzima? Mwanamume huyo, kamanda yuko kazini. Yesu hana wasiwasi, hajawahi kushinda na siku moja. Walifikiri kwamba mauti inaweza kumshinda, lakini wakashangaa, huyu ni mtu wa namna gani? Watu walivyofanya hila, kasema huyu dawa yake huyu hapa. Sasa ngoja, kwa kuwa amekufa, ngoja uone sasa. Maskari wakaenda wakataka ruhusa ya kulinda pale, wakapewa habari kabisa, nendeni mkalinde, na hilo jiwe gongeni na muri kabisa, wasije wakabadilisha wanafunzi wake. Wakakaa kwenye kaburi ili watu wanafunzi wake wasije wakamwiba. Wakaenda makamanda wa jeshi, wamekaa, wanasema huyu alisema siku ya 3 anafufuka. Sasa tuangalie, wamekaa siku ya kwanza, makamanda wamevalia maskara na mikuki yao, wanalinda usalama asije mtu akaiba pale. Wakashangaa, siku ya kwanza kimya, siku ya pili kimya, siku ya 3 aliyosema mwanamume wakasikia tetemeko, lile jiwe likaondoka. Biblia inasema wale makamanda wakawa kama waliokufa, wakaanguka chini chali. Mwanaume akatoka akasema, nimefufuka, ni hai. Haleluya! Tunamhubiri Yesu ambaye hata mauti ilimshinda kumweza, hata kaburi ilimshindwa Yesu Kristo. Huyo ndio Yesu ambaye ukimpokea katika maisha yako, shetani hawezi
za giza, ukimruhusu jioni leo utashangaa maajabu yake. Hiyo shida inayokusumbua, anasema kwa ujasiri, njoo kwangu. Hii ni sauti ya mwanaume anayejiamini, asiogopa chochote. Njoo kwangu wewe unasumbuka na kulemewa na mizigo, na nitakupumzisha. Hii ni sauti ya mtu ambaye ana uhakika na kila ambacho anakisema, ana uhakika nacho. Wengi walimwendea Yesu, wengine walikuwa ni vipofu, walimwendea Yesu wakasema, Bwana uturehemu. Yesu akauliza, mtaka hivi, nataka tupate kuona. Ashikia matope paka pale ni macho, wakashangaa, naona hajaikuwa na tamiti. Nini Yesu ametenda? Tunamhubiri Yesu ambaye amekuja kwa ajili yetu, alileta ukombozi duniani, alileta msaada kwetu sisi wanadamu. Nataka nikueleze mkazi wa Dodoma, hakuna haja kuteseka wakati msaada upo tele. Yesu Kristo yu hai, anaishi hata hivi leo, hata jioni leo Yesu anaishi, yuko hapa, yuko hapa jioni leo. Yeye amtenda miujiza, anaitwa Niko, ambaye Niko alikuweko enzi hizo, alikuweko jana, yuko na leo, atakuwepo wiki nzima. Katika viwanja hivi hapa tutashuhudia jinsi ambavyo mapepo yanakimbia watu. Nataka nikueleze siri moja, ukimtaka Yesu akuhudumie, wewe fungua tu moyo wako, alafu mwambie Yesu, sitaki kurudi na shida zangu. Nilimpenda baba mmoja kijijini huko. Ile baba alikuwa na tatizo la moyo, alikuwa anasikia maumivu makali ndani ya moyo wake. Kama kawaida ya wanadamu, akaanza kuzunguka, anatafuta msaada kwa waganga. Akaenda mpaka Shinyanga, Sumbawanga, akatembea. Alikuwa na mali, alikuwa na ng'ombe zake, alikuwa na lima, lakini hakupata msaada. Siku moja anasikia tumemwombea mtu amefunguliwa kwa kijijini huko. Watu wakamwendea, akamwambia, kwa nini usiende pale? Wapi? Pale kwa Lakole pale, utaombewa utapona. Yule baba kaja, ilikuwa sipo, akapiga simu, akaniambia, mchungaji, nina shida. Ame, shida gani ndugu yangu? Mchungaji, nimeteseka kwa muda mrefu, nimetumia gharama nyingi. Tumeshinga, nimetumia takriban milioni 10. Unajua kijijini milioni 10 ni hela kubwa. Milioni 10. Watu naomba, ndio uniombee. Je, naweza kupona? Nikamwambia, ugonjwa wako kwa Yesu ni kama sisimizi. Hakuamini. Sasa mchungaji, wewe inaonekana haujui unavyojisikia. Kama unajua unavyojisikia, kina mjua Yesu anapotenda kazi. Kasema niombee, nikamwambia kwenye simu. Akamwambia, sikiliza, Jumapili tuonane kanisa jijini. Yule baba Jumapili kama mchungaji, ndio mimi hapa. Sema, je, uko tayari kumpata huyu Yesu? Upate msaada bure bila pesa. Yule baba akasema, niko tayari. Sema, piga magoti nikuombe. Apiga magoti, nikamwombea, akampata Yesu. Nikaambia, magonjwa katika jina la Yesu Kristo, huyu ambaye ameniokoa, aliyenipa mamlaka juu yako shetani, wewe maumivu ndani ya moyo, achia kwa jina la Yesu. Ile baba, ndio umemaliza mchungaji? Sasa nimemaliza. Ndio, hakuna hata cha kunipa nishike. Wanadamu wamezoea vitu vya kuonekana, wakifikiri kwamba vya kuonekana kuna uzima. Kumbe kupitia vya kuonekana watu wanaibiwa. Ndio maana wanauzia maji ambao ungeweza hata kuchukua ya DAWASA. Kwa nini mnapenda vya kuonekana kwa macho? Mungu wetu angependa mtu amini tu bila kuona. Yeye atajidhihirisha kwako.
jioni ya leo ya kwamba ukimwamini yeye tatizo lako litaondoka. Hakuna cha maji wala chumvi wala mende wala vitambaa, jina lake limejitosheleza. Huyu Yesu tuliyopewa hahitaji msaada wa maji, hahitaji msaada wa mchanga. Tukiliita jina lake peke yake, lina herufi 4 tu. Ukilitamka hilo jina, hata jioni leo tutaliita mahali hapa, ni jina ambalo limejitosheleza, linapita majina ya vitu vyote, linapita majina ya magonjwa yote, iwe ni ukimwi, iwe ni kaswende, iwe ni kitu gani. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote, linaweza kupindua magonjwa, linaweza kusababisha mambo mapya yakatokea. Ndio maana tunamhubiri Yesu, tuna uhakika naye. Hata jioni leo tunamhubiri Yesu ambaye amekuja kwa ajili yetu wanadamu, ili atupe msaada, ili atupe uwezo juu ya shetani. Ndio maana tunajiamini, kwa sababu Yesu Kristo ametuweka huru, amelipa gharama ya matatizo yetu, gharama ya dhambi zetu. Yesu amelipa pale msalabani, akamwambia shetani, unamdai nini mwanadamu? Shetani unamdai nini? Shetani akasema mwanadamu ametenda dhambi. Akamwambia sikiliza, inamnunua mwanadamu si kwa vitu vinavyoharibika, sio kwa fedha, sio kwa dhahabu, nalipa damu yangu tu. Shetani akachukua damu yake akalipa, akatununua ulimwengu mzima, alafu akatangaza imekwisha. Hiyo kimamini jioni leo, hiyo sauti itatendeka ndani yako. Alimaliza pale msalabani. Hii anayekutesa mwanamke asikutese tena. Hii misimu inakutesa isikunyime usingizi, kwa sababu Yesu alikuja akabeba matatizo ya wanadamu wote, akatoa udhaifu wetu, akabeba magonjwa yote, akayakusanya, akayapeleka pale msalabani. Akasema, nyie magonjwa, kuanzia leo mkae kimya kwa yoyote yule ambaye atanijia, mtamtesa tena. Ukimjia Yesu mwanamke, tatizo lako litaondoka, kwa sababu Yesu amelipa gharama ya shida zako. Ungelijua mwanamke, usingeteseka. Mbona msaada uko bure? Hahitaji fedha, ni imani yako tu. Hatuhitaji gharama. Yesu hahitaji fedha yako, maana fedha ni za kwake. Hahitaji dhahabu, dhahabu ni mali yake. Hahitaji chochote, maana vyote ni vya kwake. Anakuhitaji wewe, anakupenda, anakuhurumia, anakuita mwanangu, kwa nini usiniruhusu nikusaidie? Mbona hauna raha? Mbona hauna amani? Mimi ni mfalme wa amani, nitakupa amani ukiniruhusu. Yesu anakuita jina leo, anasema kijana, usiteseke, usiteswe na shetani, asikubugize mabangi wakati umeumbwa vizuri. Nataka nikueleze, hakuna mtu aliyeumbwa mbaya, sote tumeumbwa wazuri. Lakini yule jambazi, yule shetani, yule mwizi ameiba akili zetu nzuri, ametuvalisha tabia ambazo sio. Nimefikiria binti hivyo mzuri, unaitwa kahaba, unaonaje? Kijana mzuri kabisa, lakini pua linatoa moshi. Mungu angetaka tutoe moshi, angeumba tangia mwanzo tutoe moshi.